Igwen Media, burudani kwa wote. Waligani mpenzi mtazamaji wa Igwen Media, mimi ni J4G. Bana, siku leo nakuja kupasha yanayojiri Burundi kwenye kambi ya wakimbizi ambayo imefunguliwa mpya, tofauti na kambi ambayo tuliozoea baada ya mchafuko wa vita na vurugu za hapa na pale kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusini mwa Kivu, baada ya Uvira kushikwa tarehe 10 mwezi wa 12. Wakimbizi wengi wa Kikongo walikimbia kuacha makazi yao na kuingia Burundi. Basi serikali ya Burundi ikaamua kufungua kambi mpya tofauti na kambi ambayo tulizoea, ambayo tunaijua mimi na wewe, na akafungua kambi mpya kama unavyoiona mbele ya macho yako. Nikaona sio vema, lazima nikupashe yale ambayo yaliyojiri kwenye kambi hii mpya ambayo inapatikana Burundi. Ni mbali sana na Bujumbura, mji mkuu wa Burundi. Ni kambi ambayo inahifadhi maelfu ya Kongomani ambao walikimbia vita. Kambi hii inapatikana Ruigi Busuma, mkoa wa Ruigi Busuma. Ndio kambi hii ya wakimbizi inapatikana. Watu wengi walikuwa wakijiuliza wakimbizi wanapelekwa wapi baada ya machafuko ambayo yanaendelea mpaka sasa hivi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uvira bado ipo kwenye machafuko makubwa sana ya vurugu ya hapa na pale, na hapaja kuwepo na amani toka tarehe 1 mwezi wa kwanza 2026. Watu wa Uvira walijaribu kuona jua, na nukuu maneno yao ambao walikuwa wakiongea, wamejaribu kuona jua, ilikuwa ni tarehe 2 mpaka tarehe 3, lakini mpaka sasa bado hali sio shwari kabisa. Wengine wanakuwa wanatoka, wanaacha makazi yao, wanakuja Burundi, na Burundi ikiwapokea moja kwa moja inawaleta kwenye kambi hii ambayo unaiona. Ina idadi ya watu wengi mno sana. Kuna Wabembe, Wavila, Wafulero, wote wamejaa humo, pia na Wazoba. Lakini watu wanajiuliza maswali, ni watu wangapi mpaka sasa ambapo wapo kwenye kambi hiyo? Baki hapo utafahamu mengi zaidi kupitia Igwen Media, itakufahamisha kila kinachoendelea kwenye kambi hii ambayo imefunguliwa Burundi. Ruigi Busuma imehifadhi wakimbizi wa Kikongo takribani 7,200. Mpaka sasa UNHCR bado anaweka mkono wake na kuwalea watu wake kama baba, kama mama wa wakimbizi duniani. Na bado wale ambapo wapo serikalini, na kuna wale wengine ambao wanaishi Bujumbura basi na serikali kujua, hao tuhesabu. Hao ni wale ambao walipatikana na wakajisalimisha kwenye mikono ya hiyo serikali, na serikali ikawakabidhi kwenye mikono ya UNHCR. Kambi hii bado ni mpya, na tunashukuru Mungu kwa taarifa ambazo zinazokuja siku baada ya siku. Ni sehemu ambapo kuna baridi kubwa sana, lakini hapajatokea mlipuko wa magonjwa ya aina yoyote ile. Lakini mlipuko ukitokea wa magonjwa tutawajuliza, tutawapasha na mtafahamu mengi zaidi. Na pili, kambi hii ni kambi ambapo watu wengi ambapo kambini, na wanukuu maneno yao, wanasema kuwa hawezi kuendelea kuishi kambini kwa sababu wameacha maeneo makubwa zaidi. Ni wakulima, wafugaji, pia na wavuvi wa samaki. Wenyewe wanakuwa wanasema kuwa wameacha vitu vingi vitega uchumi nyumbani. Sidhani kama wanaweza kukaa kwenye kambi hii kwa muda mrefu. Lakini mpaka sasa kauli ambayo ilisemekana na kutrend mtandaoni kuhusiana na swala nzima la M23 kurudia kwao walipotoka, bado mpaka sasa alijachukuliwa hatua yoyote ile, na bado vurugo ni nyingi sana Uvira. Lakini tuzidi kuomba Mungu na kushukuru kwa kuwa bado usalama, japokuwa haujakuwa 100%, unaanza kuelekea kupatikana kwenye baadhi ya miji. Zilikuwa zimeshaenea, wameshashika Uvira, wakaanza kuongoza kufika Makobola, wakao wamejibizana vibaya na serikali pia na wamajimaji, wakao wamewarudisha, wanakuwa wanakaribia hivi sasa Uvira. Vurugu bado ni nyingi sana. Tuzidi kuombea ndugu zetu ambao waliobaki Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu hali sio shwari, hali sio nzuri. Basi wewe mpenzi mtazamaji wa Igwen Media, popote pale ulipo, tunakuomba uzidi kuombea nchi yako, uzidi kuombea Afrika, pia uzidi kuombea Wakongomani, kwa sababu mpaka sasa bado hali haijawa shwari kabisa. Na baada ya hapo bwana, acha niseme asante kwa wewe mtu ambaye ushasabu, like, comment. Igwen Media iko hapa kwa ajili ya kubarisha habari moto zinazojiri kila sehemu hapa Afrika. Bana,
Asante kwa muda wako, tukutane muda mwingine. Mimi ni J4G Juma Ramadhani kutoka Igwan Media, tukutane muda mwingine. Chao. Igwan Media, burudani kwa wote.